Yes, ni weekend nyingine tena ya Game Time ndani ya Dimbani Connect. Mkaribishe uungane nasi tukujuze yale ambayo yamejiri na wanatarajia kujiri ndani ya weekend hii. Jina langu ni Andrea Masawe. Nipo na Moro King pamoja na Masud Yusuf Masud. Yes, Unaweza kumuita pia Mswahili. Ni shabiki wa Manchester United. Lakini Moro King ni shabiki wa Liverpool. Mwamba kabisa. Niko hapa shabiki wa Chelsea. Tunaenda kuangalia mechi ya Taifa Stars dhidi ya Uganda. Ni mwendelezo wa AFCON ya 2025, mchezo wa pili wa Taifa Stars. Mchezo huu wa Uganda unanikumbusha mchezo wa mwisho wa kufuzu AFCON. Mchezo wanasema baada ya kupita kipindi kirefu tukafuzu mbele ya Uganda. Na kuna maneno yalipitishwa katikati pale. Kana kwamba majirani labda waliona kwa sababu majirani walikuwa washapita. Kwa sababu UG walikuwa washafuzu, kwa hiyo Museveni akakaa na mwanae Mheshimiwa Magufuli. Mwenyezi Mungu amrehemu, wakati huo wakakaa yajenga kwa maneno ya watu lakini mchezo huu za ndani goli 3-0. Lakini baada ya pale tukikutana na Uganda bado tuna struggle. Mchezo huu tunaenda kucheza Morocco kule. Ni mchezo wa pili wa kundi, na kwa namna ninavyoangalia hili kundi yawezekana Uganda akawa ni mpinzani wetu ambao tunaweza tukapambana naye 100%. Kwa mimi ninavyoona, sijui kwa Moro King pamoja na Masudi. Wewe unaonaje bwana? Sioni chochote. Tanzania na Uganda sisi ni majirani, ni wa muda mrefu katika tunakutana katika mashindano tofauti ndio kwa muda mrefu. CHAN, Sekafa, yani tumeshagongana sana. So si kila mmoja si mgeni kwa mwenzie. So hiyo kwanza inaondoa any tension hapo ya hiyo game. So inabaki ni kwamba tuonyeshe, mimi nataka nionyeshe ulimwengu kwamba katika ukanda wangu na mimi na kibonde wangu ama ni bora kuliko mwingine. Kwa hiyo unaruka naye. Unaruka naye. So ni game ambayo sitegemei Stars ama Uganda ku sit back kufanya. Nategemea ni game ambayo kila timu itacheza. Kila timu itacheza kwa sababu kila timu inahisi inaweza ikapata matokeo. Ndio sehemu ya kupata pointi 3 pale. Kwa hiyo naamini game itakuwa ni ya ushindani na inaweza isiwe game ya goli nyingi sana, kwa sababu najua kutakuwa kuna mpambano mkubwa pale kati ya Uganda na Tanzania. Lakini nikiweka hisia mbele, nahisi tutashinda. Anaona ushindi. Upinzani wetu na Waganda ni kama upinzani wetu na Wakenya. Mechi pekee ambayo Taifa Stars walifunga goli zaidi ya moja ni kwenye AFCON, ni mechi dhidi ya Kenya ambao walitufunga 3-2. So I think it is the same with UG, kwamba tuna uwezo wa kupata chochote kitu, kama alivyosema Yuzo, kwamba Waganda sio wenyeji, yani sio wageni kwetu. Tumecheza nao mara nyingi sana, yani ukiangalia head to head tumecheza nao mechi nyingi sana za kimichuano, za kirafiki, za kila namna. Kwa hiyo I think itakuwa ni game of chance kwa yoyote ambaye siku hiyo ataamka vizuri. Yani kama tutakuwa fair and square, ni game of chance. Kwa yoyote ambaye ataamka vizuri siku hiyo, naamini kuna kitu chochote anaweza akakipata. Na nikiweka ushabiki mbele, natakia Taifa Stars ushindi, because why not? Bwana, game ya pili ni Nigeria dhidi ya Tunisia. Nigeria ameshinda mara moja, Tunisia ameshinda mara moja, zilizobaki zote wamekutana kwenye mechi 8. Yes. Na katika mechi 8 Nigeria ameshinda moja, Tunisia ameshinda moja, mechi 6 ni draw. Sawa. Kwa hiyo ndani kwenye game hii unaelemea wapi zaidi? Bado ni nafasi ni 50-50, kwa sababu
as much as Nigeria ni timu nzuri na ina mastaa wakubwa wa Ulaya na kila mahali, lakini Tunisia nao sio yani sio kikosi kinyonge. Hivi wamechukua mwaka gani hapa katikati? Kuna mwaka hapa Tunisia walifika mahali. Kuna mwaka fulani hapa ambapo Tunisia walirukaruka, si wanyonge. Yani kwenye AFCON zile timu Tunisia, Morocco, timu za Tunisia, Morocco, Misri, ni wale unfortunately hatuwezi kusema hawavumi, lakini wamo, lakini ni timu ambazo kila mara kwenye AFCON zinaleta ushindani. Game itakuwa ngumu sana hii. Tena regardless na ujue Waarabu wametupiga gap kubwa tu kwenye issue ya kisoka kuanzia grassroots. Waarabu wako very technical kwenye football, na ndio maana wanasumbuaga sana nchi zingine ambazo kidogo hazina uwezo huo wa kucheza kama wanavyocheza wao. Wanapataga matokeo sometimes kirahisi kwa sababu ni mafundi sana, wanapenda, ni wazalendo sana, wanapenda sana vya kwao, wanapenda sana ligi ya kwao. Unaweza kukuta timu za hizi kubwa za kaskazini za kimataifa zina wachezaji wengi tu ambao wanacheza ligi ya ndani na bado wanafanya vizuri, compared to West Africans ambao wachezaji wao wengi sana wanacheza Ulaya. So unaweza kukuta ni ngumu kupata mchezaji wa Enyimba katika kikosi cha Super Eagles. Ni ngumu kupata mchezaji wa Asante Kotoko kwenye kikosi cha Ghana. So naamini bado kwanza Tunisia wana nafasi kwa sababu Nigeria wameweza kupita kuja kucheza mashindano ya AFCON, lakini Nigeria wamekuwa na matokeo ya ajabu sana. Yaani wamekuwa na matokeo ya ajabu sana. Lakini sasa ukija kwenye masuala ya head to head, lolote linaweza kutokea kwa sababu on paper Nigeria wana wachezaji wazuri sana, kwa sababu wachezaji wao wengi wanacheza ligi kubwa nje ya Afrika. Ademola Lookman ni washindi wa AFCON mwaka 2004. Nadhani walishinda AFCON 2004, 2006 walichukua Misri, 2008 walichukua Misri, 2010 ni tulikuwa na World Cup South Africa. Baada ya hapo nadhani walichukua Zambia ambao wanasema wa Zambia baada ya Zambia kushinda AFCON 2012 pale hawajawahi kushinda mechi yoyote ya AFCON mpaka tunavyozungumza hapa. Kwa hiyo it's an interesting tournament. Yani AFCON is very great. Zambia ni kama walivyokuwa Leicester vile. Tuseme one tournament wonder walishinda. And by the way, AFCON wamesema wanakuja na mfumo mpya. Rais wa CECAFA wa CAF amekuja na mfumo mpya, ambapo kuanzia baada ya 2025 ambao tunacheza Taifa Stars, tunacheza pamoja bid Tanzania, Kenya na Uganda tuna host. AFCON itakayofuata ni 2027. Baada ya hapo itakuwa 2028. Baada ya hapo tutakuwa tumechukua 4 years gap. Kwa itakuwa 28, 32, 36, tutakuwa na miaka minne. I think itakuwa ile lazima itofautiane na tournament ya miaka ya msimu minne kama hiyo, ikimaanisha kwamba na dunia nadhani. Alafu pia tutakuwa na African Nations League kama ilivyo UEFA Nations League. Kwa hiyo let's wait and see. I think tupo sehemu salama na tournament ndio tulikuwa tunahitaji tournament kama hizo, maana I think chani inaenda kufutwa sasa. Kama tutakuwa na African Nations League hakutakuwa na haja ya chani.
I think ni mashindano mazuri bwana. Hiyo ni AFCON na tumeangalia kundi C, kundi ambalo yupo Tanzania, yupo Nigeria, yupo Tunisia lakini pia wapo majirani zetu hapa Uganda. Hilo ni kundi ambalo kwa kiasi fulani tunatembea nalo mpaka pale ambapo timu yetu ya taifa itafika. Naamini tunapiga wote hao. Kama game time Taifa Stars lazima msimu huu tutoke hatua ya makundi twende hatua inayofuata. Mimi nataka tu kuwa na progress. Yaani katika zile pointi mbili basi niongezeke jamani. Zifike hata 3. Bana tugeukie actually thamani. AFCON pekee ambayo tumekuwa na matokeo mazuri kuliko yote. Ukiachana na hii ambayo tumeanza majuma kadhaa yaliyopita. Ni AFCON ya 2023. Tulipata draw dhidi ya Zambia, tulipata draw dhidi ya Congo. Tumepata pointi hizo mbili. That is the best AFCON we have ever had. Kwa hiyo kama anasema Yuzo, tunabidi tuoneshe progress kidogo. Progress na ili yale maneno ya Julio ya sense. Ila pia I think pia tujifunze kutokana na makosa. Kwa sababu yes. Ukiwaangalia vijana ambao wapo AFCON sasa hivi. Angalia under 17 ya 2017, angalia under 17 ya 2019. Utawaona wakina Kelvin John, wakina Dickson Job, utawaona yani hawa ambao wana performance nzuri sana kwenye timu ya taifa. Niambie kuna under 17 nyingine ambao unaiona inaimba kama ya hii miaka ya 2017 2019 kwenye hizi misimu hapo katikati. Hakuna. Factors ni nyingi lakini ila nadhani hiyo ni story ya wakati mwingine. Tukianza kudissect hizo factors kwa sababu naweza nikakuuliza wachezaji wangapi wakizawa wanacheza ligi ya ndani kwenye vilabu vyetu vikubwa ambavyo ndo vinatoa Taifa Stars, kwa sababu ukisema Taifa Stars ni vilabu vikubwa ambavyo ndo vinafanya vizuri. Simba, Yanga, Azam. Si ndio? Sasa tuangalie japo huo ni wangapi? Unaona Msajo Mwaikenda. Unamuona Msindo. Ndio. Unamuona Sopo ambaye kaumia huyu. Unamuona Dickson Job. Au nakutajia tu under 17. Kuna dogo leave aside under 17. Nasemea ili wachezaji wetu waweze kupata nafasi hiyo lazima wawe wanacheza sehemu. Hizo timu za under 17, baadaye under 19, under 21, under 23, hao wachezaji wakishapanda madaraja wanacheza wapi? Wakati Yanga anaweza akapanga kikosi cha wachezaji 12 wote kutoka nchi tofauti. I think ukiwa na performance unapata namba tu. Mimi nafikiri huo ni mjadala wa wakati mwingine. Tutafutie muda. Okay. Tunaenda nchini Uingereza bwana. Kule weekend hii kunapigwa michezo mikubwa kweli kweli. Yaani michezo yote ni michezo mikubwa na ni michezo migumu kwa sababu kwanza tupo kipindi ambacho ni cha mwisho wa mwaka na wengi wanasema ukimaliza mwaka ukiwa pale juu kileleni basi unapewa nafasi kubwa sana kuibuka ya kuchukua ubingwa wa ligi kuu nchini Uingereza. Weekend hii Manchester City yupo uwanjani dhidi ya Nottingham Forest. Manchester City kashinda michezo 7 mfululizo kwenye mashindano yote, lakini Nottingham Forest ndani ya michezo 9 kapoteza dhidi ya Everton, Fulham pamoja na Brighton, lakini kamfunga Liverpool goli 3-0. Msisahau hilo. Aenda kucheza dhidi ya Manchester City. Nottingham Forest yupo kwenye nafasi ya kumzuia City au kumvuta shati kidogo kuelekea kwenye mbio za ubingwa za msimu huu. Kama nilivyosema juma lililopita kuhusiana na City na West Ham, kwamba there is no way West Ham watafurukuta mbele ya City, na nasema tena na wiki gari limewaka. Images might appear closer than they look. Sioni mahali ambapo Nottingham Forest sioni kiukweli. Labda iwe ile ya maiti kung'ang'ania mwoshaji, lakini sioni City Forest
kumsumbua City. Naona anaenda kupata ushindi wake wa 8 mfululizo kwenye mashindano yote, akiendelea kumpumulia pale Arsenal pale naomba site, ikiwezekana Haaland aongeze idadi. So you can see jana nimeona Pep kwenye press conference anasema najua uzito wa kila mchezaji wanaenda kwenye Christmas, lakini wakirudi nitawapima tena uzito. Atakaye kuwa amezidi wanaenda kale Christmas, lakini kama amezidi atabaki Manchester, atoenda Forest, Nottingham. So you can see mtu ambaye kocha ambaye yuko serious na kitu, yuko passionate na serious na kitu ambacho anakifanya. So ni ushindi mwingine kwa City na uona for me. Na nikuonyesha clip asubuhi kuna weekend moja Pep akawa anawaambia mashabiki wachezaji wa Manchester City kwamba mmemaliza game hii, weekend hii sasa muitumia vizuri kupumzika na familia zenu, lakini msiache kuangalia mchezo wa Arsenal dhidi ya Crystal Palace kwa weekend hiyo ambayo walikuwa wanacheza. It means ni moja kati ya kocha ambaye kwanza kabisa anaangalia na anayemkimbiza. Game hii nadhani unaiona vipi? Namna nzuri ya kupigana na adui ni kupigana na adui ambaye unamfahamu fika. And kama unapigana na adui usiyemjua, chances za wewe kupoteza ni kubwa sana. And edges might appear closer than they look. Yani point 2 ni chache sana kwa City. Kwa hiyo Arsenal anacheza kwa pressure kubwa sana, kwa sababu anytime akipoteza draw or something imetoka. Na weekend hii yupo dhidi ya Brighton, na nikiangalia mwendelezo wa Arsenal unatia shaka. Emirates dhidi ya Brighton. I think huu mchezo ni moja kati ya mchezo ambao Arsenal inabidi awe makini sana. So Brighton sisi mchekea. Kweli. Lakini pia kweli, yani Brighton ndo wale ambao Arsenal ana mwendelezo wa kusuasua hivi sasa. Anaenda kucheza na Brighton ambaye kwa kiasi fulani sana performance. Kisema ana mwendelezo wa kusuasua unamaanisha nini bro? Nikimaanisha hata matokeo ambayo anayapata ya ushindi bado ndani ya dakika 90 umpi guarantee ya kuondoka na hizo alama 3. Nadhani kusuasua labda angekuwa ana draw, anapoteza, au kama anashinda dakika za jioni. Lakini kama anashinda anachukua pointi 3. Sio kusuasua. Ana mwendelezo mzuri. Sio kusuasua. Mimi naweza nikakuelewa, lakini mashabiki wa Arsenal hawawezi kukuelewa. Hata mimi wanasuasua vipi? Hata mimi siwezi kumuelewa. Kwa sababu anasuasua zaidi. Yaani sasa mimi ndo nasuasua sasa. Ndio United kuelewa, kwa hiyo unaniambia, lakini sio Arsenal. Kwa sababu Arsenal wanachukua point zao regardless wamepambana vipi kuchukua point, lakini wanachukua. Kama mechi ya Wolves, magoli yote 3 ya Wolves ya Arsenal yalifungwa na wachezaji wa Wolves. Na kwa nini wamefunga? Kwa nini wamefunga? Walikuwa wanapewa pasi. Walikuwa wanashambulia. Walikuwa wanashambuliwa. So sio kama wanasuasua. Nilisema nadhani kuna wiki moja ya nyuma huko nilisema title decider mechi itakuwa ni kati yao. Waendelee tu kushinda, kila mtu ashinde game zake. Arsenal ashinde game zake, City ashinde game zake, na ndivyo kinachotokea. So game ambayo itakuwa ya Chelsea na City ndio game ambayo itaamua City na Arsenal sasa. I mean City na Arsenal. Ndio ita determine nani atakuwa bingwa. Will be here no matter what. Kwa hiyo pia Emirates wanaweza wakafurukuta Brighton, lakini Arsenal wako superior sana sasa hivi kiukweli. Yani wana hiyo championship mood. Wanacheza kibingwa. Kama anavyosema Haji Manara, wanacheza kibingwa. Matokeo haijalishi, washinde goli moja, wapate goli dakika 99, haijalishi, lakini job done. Yani kazi imefanyika. Sure. Tunasonga
mwendo wa farasi au kinyonga. Yeah, yeah. Well, I think tukumbuke na ile kauli yangu siwezi kuiacha. Itafika tu sehemu I think Brighton ana nafasi nzuri sana ya kuwa na game nzuri dhidi ya Arsenal kwa sababu uzuri au ubaya wa Arsenal, ukicheza na Arsenal sasa hivi, moja, they are highly motivated because they have won games severally. Yani sasa hivi Aston Villa, Man City na Arsenal wana nafasi nzuri sana ya kupata matokeo kwa sababu wanashinda michezo yao. That is the first and foremost, kitu cha msingi kabisa, wanashinda michezo yao. Kitu cha pili, Arsenal wana confidence, wachezaji wana confidence. Ni mwaka gani? Euro 2022 ambapo Waingereza walikuwa na kauli mbiu ya It's coming home. I think ilikuwa ni 2022 ambao walifika finali. Walikuwa kila kitu Arsenal wanachofanya sasa hivi kina scream wao kutaka ubingwa. Watu fulani nilikuwa naangalia podcast moja walisema it is Arsenal's title to lose, kwamba ule ubingwa uko kwa Arsenal, ni wao sasa wenyewe waamue kuachia. And hilo limetokea mara nyingi. Ulivyosema hapo kwamba Arsenal kuwepo kwenye, kama wanavyosema, kuwepo kwenye top of the table during Christmas. Arsenal wamekuwa kwenye top of the table mara 4 tangu mwaka 2003 wakati wa Christmas. Wamekuwa juu ya meza pale. Nasema juu ya meza pale for almost 4 times, na mara zote hawajawahi kuchukua ubingwa. Lakini timu zingine, Chelsea, Man City, wamekuwepo juu ya meza pale, wako juu hapo pap juu ya meza, na mwisho wa siku ukiangalia matokeo wameshinda. So right now it is Arsenal's title to lose. Arsenal watakachokifanya sasa hivi ni wao either wapate ubingwa au wakose ubingwa. Nilikuwa na conversation moja kwenye comments pale YouTube na jamaa mmoja shabiki wa Arsenal. By the way, shout out kwa yule bwana kwa kututizama. Alisema Arsenal ya sasa hivi tunaichukulia poa, lakini tujue kwamba walikuwa na majeruhi, wameondoka na wamerudi. Bado sisi hatuja notice kwamba wale majeruhi wapo au hawapo, kwa sababu wanapata matokeo. Nikamwambia tukutane Mei 2026. I think that's the cutting age ambapo tutaona either wanachukua ubingwa au watamwachia ambaye atakuwa na nguvu wakati huo, kwa sababu ubingwa wa Premier League sio sprint kama anavyofanya Usain Bolt kwamba ndani ya sekunde 9 amekimbia mita 100. Ubingwa ni marathon. Atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeibuka na ushindi. Correct. Bwana akamtaja Aston Villa. Aston Villa kacheza michezo 10. Hajapoteza wala kutoa sare. Michezo 10 kwenye michuano yote. Yeah. Amewekwa kwenye prediction ya kuchukua ubingwa wa EPL hivi sasa. Only fair. Ukiachana na Manchester City, ukiachana na Arsenal, utamkuta Aston Villa pale. Sure. Na point 33 sasa. Weekend hii yupo dhidi ya Chelsea. Tuambie bwana, wewe shabiki wa Chelsea. Wewe kama shabiki wa Chelsea. Chelsea yupo nyumbani. Kwa upande wangu mimi naiona ni game ambayo Chelsea wanaweza kupata bao. Lakini kuibuka na ushindi bado tupige magoti tuombe. Tupigeni magoti tusali. Yeah, kwa sababu Aston Villa wapo active sana uwanjani. Aston Villa wana point 36. Yeah. Wamecheza michezo 17. Wana point 36, wameshinda michezo 11, wamedraw 3, wamepoteza 3. Well, ni moja kati ya timu ambazo zimepoteza game chache zaidi. Sasa hapo Aston Villa wamemfunga Arsenal. Ndio. Aston Villa wamemfunga Manchester United. Ndio. Japo Manchester United hayupo kwenye conversation hizi championship contention. City sikumbuki kama game yao ilikuwaje na City. Pia sikumbuki game yao na Liverpool.
Wamepoteza. Aston Villa dhidi ya Liverpool walipoteza. One of the few games ambazo Villa amepoteza. Okay. Sasa hapo kuwe na ile yeye ni kama vile shabiki anaoangalia City na Arsenal wanapambana, wakati yeye taratibu anakula taratibu kwa pembeni. Yeye anaangalia tu nyinyi pambaneni hapo. Mkivurugana wenyewe huko mimi naweza nikapita hapo, kwa sababu football bwana ni ajabu sana. By the way, samani, Villa pia amemfunga Man City. Goli alifunga Matty Cash. Ilikuwa ni Oktoba 26. Yes. Nakumbuka ile game. Unaona sasa? Yeah. Amechukua point kwa Arsenal, amechukua point kwa hao watu wawili, kwa hizo timu mbili ambazo ndo tunazipa chapuo za kuchukua ubingwa. That's 36. Yeye ana point 36. City ana 37, Arsenal ana 39. That's a statement. A very big one. Kwa sababu sasa hivi, Villa wako kwenye hiyo groove yani they're in a very good groove ya ushindi. Kwa hiyo wakiendelea hivi for the next like 4-5 games wapate ushindi, tunaweza tukaongea mambo mengine hapo mwakani. Trust me. Tunaweza tukaongea mambo mengine kabisa. Kwa bingwa tunamtarajia kabisa. Inawezekana kabisa. I think sioni shida ya Villa kuwepo kwenye mazungumzo ya ubingwa, kwa sababu anayeongoza ligi kwenye michezo 17 mpaka sasa hivi ana point 39. Anayefuata ambaye ndo tishio ana point 37. Anayefuata ana 36. It's only fair for him, yani it's only fair for Villa kuwa kwenye mazungumzo ya ubingwa. Lakini kama nilivyosema awali, Premier League, ligi yoyote duniani, sio sprint, sio mbio fupi, sio nani atawahi kufika finish line, bali nani ataweza kuvumilia zile haso za katikati hapa, miba, mishale, chupa zimevunjika barabarani, mabonde, milima, mpaka mwisho. Kama nilivyosema, atakayeweza kuvumilia mpaka mwisho atakuwa mshindi. Villa ana fuel. Sasa hivi tuko halfway. Game wiki hii inayokuja ya wiki hii ni halfway ya Premier League. Michuano anasema kwamba tuna mechi 18, bado moja iwe halfway. Ina mechi 18, zinakuwa zimebaki mechi 20 ili tufike mechi ya mwisho, si ndio? Kwa hiyo kama Villa ataweza kuwa na uvumilivu, na ukiangalia kikosi cha Villa si kikosi kibaya, lakini bado hakina uwezo wa kuendiwa. Kuna wachezaji watatu labda wawili wa mbele pale, ukiwapunguza mmoja wa katikati ukampunguza, na kipa wao Dibu ukasema naye kapata majeraha, mambo hayawezi kuwa sawa. Na Man City ambaye tunaweza tukawa tunawachukulia Arsenal na Man City poa kwa sababu wanashinda, lakini Man City ameanza msimu ana James Trafford golini, akaona labda mambo hayaendi vizuri, kamleta Gianluigi Donnarumma anafanya vitu. Very few teams zinaweza zikafanya hivyo. Wakina John Stones, wakina nani wale mabeki wanaumia day in day out. Pep anakuja tu na kakijana fulani hivi kutoka academy anacheza, tunasema kimetiki. Midfield ya City anaumia huyu, anacheza yule, forward line pale mbele anacheza huyu, anacheza yule, japo denominator ya City nayo inabaki pale pale kwa Erling Haaland, mchezaji ambaye almost kila mechi anafunga. Haya, turudi kwa Arsenal. Wana Raya, wana mabeki wao wale wakina Saliba na wenzake wameshikilia goli pale. Saliba kaumia, kaja Insepe, kaja Mosquera, si ndio? Katikati hapo anaitwa nani, Madueke kaumia mpaka karudi. No one noticed kwamba Madueke hayupo, si ndio? Saka yupo. Martin Odegaard kaumia mpaka karudi.
no one noticed because Arsenal wanapata matokeo. So Villa anaweza kuendiwa hiyo kama anaweza placement ya wachezaji ambao yani kama anaweza I bet you my nigga. You're right. Kuna lakini pia naweza nikaiangalia kwa engo nyingine. Okay. Depth ya City ni tofauti na depth ya Villa. Yeah, sahi. Ni tofauti na depth ya Arsenal. Yes, yeah. City wana wachezaji wengi katika maeneo tofauti. Yeah. Ambayo sasa hivi Nunes anacheza kama fullback. Yeah, na wakati alinunuliwa kama defensive midfield. Na Spurs wameanza kumtamani Omar Mamush, wanataka kumsajili Januari. Na yupo pale. Yupo tu. Yeah, Kwa hiyo inaweza kawa Villa wakawa short in depth. Kwa maana ya kikosi wakawa hawana watu wengi sana, labda watu wengi ambao tunaweza kuwa tunawafahamu pia, lakini kuna ukiangalia hizi timu tatu, or let's say City na Arsenal, pia wanabebwa na the whole system ya timu, namna the whole team inavyotakiwa icheze. So hata kama asipokuwepo Mamush, akiwepo Ranisheki, hata asipokuwepo Ranisheki akawa Tijani Renders, you can see the output. Sio Ranisheki ambayo wa zile dazzling, sijui kapandia mpira kapigia era bona yeah. Hafanyi hivyo yeye, lakini anatimiza majukumu yake kama inavyopaswa. That's the thing ambayo naiona pia kwa Villa, kwa sababu kama unakumbuka pia una Emery alimpumzisha sana nani Ole Watkins, na kwa anacheza Daniel Malins. Yeah, sasa hivi kuna mtu anaitwa Buendia ambaye na yeye ana moments zake tu ambazo akiingia ana deliver super sub. You understand? So I think pia ina system ina play part kubwa sana ya kuwa na wachezaji ambao wanaweza wakawa si skillful kama mchezaji tegemezi, lakini akiingia anatimiza majukumu yake kama anavyotakiwa. So ni swala la kusubiri. Sidhani kama tumeona Villa wana majeruhi wengi sana. Yeah, sidhani. Yeah. Au pia ni kama vile labda tuwazingatii sana. Of course, inawezekana. Tunawazingatia City na Arsenal. Yeah. Lakini kwa namna una Emery alivyoitengeneza timu, I don't think kama watapata shida sana. Watapata shida msimu huu, wataumaliza vizuri. Kuchukua ubingwa ni jambo jingine, lakini najua msimu huu wataumaliza vizuri. Bana, Liverpool wapo dhidi ya vibonde Wolves. Ni uwanja wa Liverpool kuchukua alama 3 nadhani. Yeah, kwa timu ambayo so far ukiangalia table pale, Wolves wamefungwa mechi almost zote. Wamepata matokeo ya draw kwenye mechi 2. Wamedraw mechi 2 na wana magoli 9 ya kufunga. Na wamefungwa magoli zaidi ya yani wana goal difference ya negative 28. Maana yake idadi ya magoli ya kufungwa na magoli ya yani tayari wanadaiwa magoli 28, and I don't see them turning around. Ukiangalia kwenye msimamo sasa hivi tunaelekea game week 18 actually. Manake tuko almost kwenye nusu. Timu ambayo ina point 2 hakuna namna inaweza turn around. Lakini kwenye Premier League huwa kuna kuwa na changamoto moja. Timu zinatafuta mtu wa kulala naye. Inawezekana Liverpool No. Actually siamini kwamba Wolves wanaweza wakatufanyia chochote. Siamini. Lakini we have seen several times Leeds United kabla ya kucheza dhidi ya Chelsea kipindi kile walikuwa na matokeo mabovu tu sana, wakamfunga 3-0. We have seen that Moa ulizamisha meli au Sisimizi aliangusha tembo. So mechi inaanza Van Dijk.
nyekundu. Jamaa unapenda hizo assumption. Lakini bottom line is I don't see any way that Wolves wanaweza wakaturn things around. Kwa hiyo ni wao tu kuamua na go down. Actually, I don't expect them to go down without a fight. Sitegemei wao wakubali tu bwana, sawa sisi tayari tushashuka daraja tutulie. It's going to be a very tough game kwa sababu una timu moja ambayo inataka turn things around, lakini Liverpool are back in winning ways. Tuna mechi 6 hatujapoteza. Tumeshinda mechi 4, tumedraw mechi 2. That has been unlike Ancelotti's Liverpool in the past few months. Kwa hiyo I expect Liverpool kushinda, lakini pia I don't expect Wolves to go down without a fight. Yeah, they have nothing to lose sasa hivi. Sasa ukikutana na mtu ambaye hajali inakuwa shida kidogo. So shauri yako bwana. Bro, tuna Hugo Ekitike that is back in scoring ways na bahati mbaya Alexander Isak amevunjika sehemu ya chini ya mguu. Kwa hiyo hawezi kuwepo for the next na wasiwasi na mashabiki wa Newcastle United kwamba inawezekana Alexander Isak sitaki kusema chochote lakini wasiwasi. Sasa mbaya zaidi upo England, mbaya zaidi Alexander Isak huku ana flop, kule Nick Voltamade anazidi kufanya vizuri. Yani he's scoring like nobody's biz. Kwa hiyo it's very bad for Alexander Isak ambaye nadhani japo hawajasema lakini for sheer experience ni kwamba ukivunjika not less than 3 months atakuwa nje. Kwa hiyo ni wakati wa attribute to the severity ya kuvunjika kwake. Amevunjika several months. So amevunjika sehemu ya chini kabisa, sehemu mbili. Moja ana jeraha kwenye kiwiko, kwenye enka actually, na pia sehemu ya chini kwenye mfupa fibula. Kwa hiyo hawezi kuwepo for not less than 3 months. Sio chini ya miezi 3. Kwa hiyo putting into consideration kwamba Cody Gakpo yupo, Mohamed Salah yuko AFCON, wakati wa kijana wetu Hugo Ekitike kushine because ni mtu ambaye tutakuwa tunamtazamia pale mbele atuongozee mashambulizi. I think kuna sehemu nimemwandika Ekitike alivyokuwa Ujerumani, sija publish kile kitu, alafu nitakuja kukipublish siku moja. Nilimwandika Hugo Ekitike, nikaandika jinsi ambavyo ametoka mpaka alivyokuwa anatumikia RB Leipzig mpaka alivyosajiliwa. Sasa usajili wa Liverpool ulikuwa hujafanyika bado, lakini kile kitu sikukipublish sehemu yoyote, lakini kipo kwenye document. Ni moja kati ya mchezaji mzuri sana kama Liverpool mtaamua kumtumia. I like his playing style. He's more of a street guy kuliko kama modern striker. Bana Hugo ametoka Eintracht Frankfurt. Frankfurt sio RB. So yes. Bwana nimeanza kumwamini bwana Muruking. Kauli zake hizo anazozitoa mzingatie sana. Alimwangalia Crystal Palace kwa namna ambayo sikumwamini mwanzo, lakini I think leo nimeweka kama special case mechi ya Crystal Palace dhidi ya Tottenham Hotspur. Aliongea akasema Crystal Palace anamuona kama amefikia kwenye tamati ceiling. Obvious. Yani ni kama mbio za mafanikio yake yamefika ukingoni. Hawezi kufanikiwa zaidi ya pale. Na tunaona yale. As nimesema hapo off air kwamba michuano ya Europa Conference walicheza nadhani kati ya Ijumaa au Alhamis. Nimesema kwamba kocha wa Palace alisema, Oliver Glasner alisema kwamba mchezaji yoyote atakayecheza kwenye Europa Conference hatocheza dhidi ya Leeds. Kwa hiyo alianzisha kikosi tofauti kabisa kwenye michuano ya Europa Conference, akawaandaa wale wachezaji kwa ajili ya Leeds. Guess what? Hajapata matokeo yoyote mazuri kwenye michuano yote miwili. Kule alidraw, huku alifungwa ni 3-0 au ni 4-0? 3. Sasa narudia tena nilichokisema kwa faida ya watu ambao hawakufuatilia kipindi kile. Nilisema
Crystal Palace sasa hivi amefika kwenye ceiling ya mafanikio yake. Sehemu ambayo mafanikio ambayo Palace ameyapata kwa sasa ni makubwa kuliko uwezo wa kikosi chake. Kwa hiyo anatembea kwenye shadow hiyo, anatembea kwenye kivuli cha mafanikio aliyoyapata. Kwa hiyo sitegemei Palace kuwa na matokeo ya kushtua tena, kwa sababu kile kikosi kimesha outlive uwezo wao. This weekend wanacheza na Spurs, I think, sindio? Mechi ya Spurs namuonea huruma sana Spurs kwa sababu Thomas Frank ana hali ngumu, na anaenda kukutana na Crystal Palace ambaye naye ana hali ngumu kimatokeo. Kwa hiyo kila mmoja wao sasa hivi anataka to go back to winning ways. Mechi ya Spurs dhidi ya Liverpool game wiki iliyopita ilikuwa game nzuri sana, ambao Spurs almost had us. Walikuwa wana nafasi, ilibaki kidogo tu, lakini kama kawaida Spurs being Spurs, wachezaji wa Spurs walipoteza, sijui ni seme sportsmanship, kwa sababu kadi nyekundu ya Romero was uncalled for. Haikuwa na sababu yoyote ya kupata ile kadi, kwa sababu ukiangalia baada ya Richarlison kuingia Spurs alibadilika kabisa. Richarlison akapata goli, na nakumbuka nilisema siku ile, Richarlison akipata goli Spurs hawashindi, because it has always been like that kwenye Premier League. Richarlison anapata goli, watu wanaamini he's back, lakini kama kawaida. So back to the game, Palace dhidi ya Spurs, game itakuwa ngumu zaidi kwa Spurs, kwa sababu Spurs kidogo ana vitu ambavyo anaamini yeye ni hadhi yake. Unajua Spurs na Palace sio timu za daraja moja. Spurs sasa hivi tunamhesabu kama top 6. Yuko pale kwenye zile timu 6 bora. Lakini Palace ni timu ya kuanzia namba 7, 8, 9 mpaka 12. That is where they belong. Tunaweza tukawa tunaamini tu kwamba wana uwezo, lakini that is where they belong. Kwa Spurs atakuwa na hali ngumu zaidi, kwa sababu naamini Palace wanajua nafasi yao. Spurs on the other hand lazima wapate shida wako dilulu. Tena naamini Thomas Frank anaweza akawa miongoni mwa kocha ambaye nafasi yake iko mashakani kuliko kocha mwingine yoyote right now. Yani kocha wa Wolves ana nafasi nzuri ya kuendelea kuwa kocha wa Wolves kuliko Thomas Frank kuendelea Spurs. Bwana, pale Italia kuna mechi ya Atalanta dhidi ya Inter Milan. Nimeangalia msimamo wa Italia pale, umenitia shaka kidogo. Moja kati ya ligi ngumu sana msimu huu. Moja kati ya ligi ambayo ina ushindani zaidi msimu huu ni ligi kuu ya nchini Italia. Wanaenda kukutana pale Atalanta dhidi ya Inter Milan. Mzani inamia wapi zaidi? Kuna nafasi ya Inter Milan kuondoka na walau chochote kitu kwenye mechi hii? Atalanta I think hana mwendelezo mzuri sana. Ni kweli. Inter bado wanacheza kama mabingwa. Bado wana kikosi kizuri kabisa cha kupambania ubingwa. Na sitashangaa msimu huu akichukua ubingwa. Sitashangaa. Japo Antonio Conte na Napoli yake pia ni favorites wakubwa katika Serie A. Kwenye game ya Inter na Atalanta, kama walivyosema hawana, Atalanta wamekuwa wana nafasi ya 9 wako tia maji sana. They have fainting results. Leo wako vizuri, kesho wako hivi. Tofauti na Inter ambao kwa asilimia kubwa wana consistency. So bado pia nachelea kuona matokeo mazuri kwa Atalanta. Naona Inter, nisiseme naamini, lakini naona Inter wataenda kupata matokeo positive kutoka kwenye hii game, kwa sababu itakuwa ni game nzuri, lakini kwa sababu Atalanta kitimu wanachezaga vizuri kitimu.
They don't have that majina makubwa sana, yeah? Lakini kitimu wanachezaga vizuri, but still Inter hawajabadilika sana. Inter wale walichukua ubingwa msimu ule, almost the same Inter, yeah? Kitu ambacho kimebadilika labda ni nani? Inzaghi kuondoka, lakini I'm sure game itakuwa ni nzuri, lakini favorites ni Inter kwenye hii game. Naona AC Milan yupo nafasi ya pili. Inter Milan I think anaongoza na point 33. AC Milan anafuatia nafasi ya pili na point 32. Na weekend hii yupo dhidi ya Hellas Verona. Ligi ya Italia of course, ukimwangalia Napoli, AC Milan, Inter Milan ni kama wapo kwenye ushindani fulani mkubwa sana. Nafasi ya AC Milan kwenye huu mchezo na mbio za ubingwa wa nchini Italia unaona vipi? AC wanajitahidi, ni AC Milan ambayo inajitahidi kurudi. Kwenye miaka ya karibuni hawajawa giants kama ambavyo tulizoea. Kuna wakati Juve alishinda mpaka tukaamini sasa ubingwa wapewe tu. Lakini AC Milan anajitahidi kurudi kwenye winning ways. Bahati mbaya kwa AC Milan na Internazionale Milan, Alhamis hapo na Jumatano walitolewa kwenye Coppa d'Italia, kombe la Italia lile, ambapo AC Milan alicheza dhidi ya Napoli na walifungwa. Kesho yake Inter naye alicheza, alipoteza ile game. So wana vitu vichache currently. AC Milan ana vitu vichache tu vya kushiriki na macho yake yako pale kwenye Scudetto. Napoli ni timu ambayo tunaamini wana kocha mzuri na wana uwezo wa kushinda, lakini kuna superstition. Sijui superstition kwa Kiswahili inaitwaje. Kuna sijui ni imani. Naamini kuna imani fulani kwamba Antonio Conte huwa hashindi chochote kwenye msimu wake wa pili. Yaani Conte anatumia nguvu nyingi sana kwenye msimu wa kwanza, alafu msimu wa pili huyo anateremka chini. I don't know. hashindi chochote. Yaani Scudetto hashindi vikubwa kama anavyoshinda msimu wa kwanza. Okay. Angalia rekodi ya Conte akiwa Chelsea, akiwa kote anakoenda. Msimu wake wa kwanza nguvu kubwa sana. Lakini back to the game at hand. AC Milan ana nafasi nzuri na naamini ana kikosi ambacho kiko competitive, na naona kwenye tetesi za usajili wanamsajili Mjerumani yule anaitwa nani? Wanamsajili. Wanaongeza squad depth, na AC Milan hana michuano mingi anayoshiriki. Kwa hiyo meza imenyooka kwa hawana pressure. Hawana michuano mingi lakini hawana pressure, so wanachukua kila game inapokuja. Wanacheza vizuri sana. Bwana, hiyo ndio game time, na ndivyo ambavyo sisi tunavyoona weekend hii. Game time tunavyo sisi tumefikia tamati, lakini hatukuachi kinyonge. Kama ambavyo tunakuacha na kama ambavyo wiki zilizopita tulikuwa tunakuacha na game 5 ambazo unaweza kuenda nazo weekend hii. Lakini weekend hii kumbuka ni weekend ya mwisho kabisa ya mwaka 2025. Kwa hiyo tunataka tufunge mwaka kibabe sana na game 5. Na game 5 hizo, game ya kwanza kabisa lazima tuichukue nchi yetu ya Tanzania. Tuangalie fedha zenu zina uzalendo. Taifa Stars yupo uwanjani dhidi ya Uganda. Hivi kuibetia Stars kufungwa sio uhaini? Sijajua. Taifa Stars dhidi ya Uganda. Uganda kama nilivyosema awali, Uganda sio wageni kwetu. Hakuna vitu vingi sana ambavyo Uganda wanaweza wakatutishia, unlike other nations ambazo hatuchezi nazo mara kwa mara. Kwa hiyo
Mimi naipa Taifa Stars ushindi. Ushindi wa moja kwa moja. Moja kwa moja. Brother? Kwenye kuweka mzigo nasema naweza kusema kwamba gemu itaisha kwa sare ya goli 1-1. Okay. Sawa. Mimi nitaweka kwangu mwishoni. Chelsea dhidi ya Aston Villa. Kama kawaida sisi kwenye msimamo pale, tofauti ya Liverpool na Chelsea ni goal difference tu. Kwa hiyo adui yako mwombea njaa. Aston Villa anashinda mchezo wa 11 mfululizo kwenye michuano yote. Kama nilivyoamini Chelsea weekend iliyopita, mpe Chelsea apate goli basi. Crystal Palace dhidi ya Tottenham Hotspur. It's going to be a very tough game for Spurs, and timu zote zitapata magoli, lakini Palace atashinda. Mpe Palace bwana, mpe Palace ashinde, mpe mazima hata kama ana odds ya 3. Arsenal dhidi ya Brighton. Well, nimebet mara nyingi sana kwamba Arsenal wanapoteza, afu bahati mbaya wananifunga mdomo, either wana draw au wanashinda. Lakini anyway, it's the last weekend of the year. Arsenal wanapoteza hii game. Arsenal wanapoteza hii game. Anashinda. Weka tena correct score. Anashinda 2-0. Nottingham Forest dhidi ya Manchester City. 3-1. Man City anashinda. Man City anashinda. City anashinda goli nyingi sana. Bwana, hizo ni game 5 ambazo tumekuachia. Mimi namaliza kwa kusema kwamba Uganda, game ya Uganda na Tanzania. Mpe Uganda goli 1. Game ya Chelsea dhidi ya Aston Villa weka goli 2. Namaliza. Game ya Crystal Palace dhidi ya Tottenham Hotspur, mpe Crystal Palace yashinde ya sare. Lakini game ya Arsenal dhidi ya Brighton, mpe Arsenal 1-1. Nottingham Forest dhidi ya Manchester City, obvious Manchester City anaibuka na ushindi. Weka ada ya mtoto. Eka ada kabisa. Yes. Weka kodi ya Januari kabisa. Bwana, hivyo ndivyo tunavyomaliza ndani ya Game Time ya Dimbani Connect. Mimi ni Andrea Masawe, nilikuwa na Moro King pamoja na Masud, Yusuf Masud ambaye unaweza kumuita pia Mswahili. Uwe na weekend njema, lakini pia heri ya mwaka mpya 2026.